Kwanza nitumie fursa hii kuwapongeza sana dada Anna Kipa pamoja na timu nzima, akiwa ndio CEO wa hii Tanzania Young Women CEO's Gala, ambayo naambiwa inafanyika kwa mara ya pili na mimi ni mara ya kwanza kufika. Lakini natambua kabla ya hapo Kipa huyu Anna alikuwa anafanya kazi nyingi sana nikiwa mkuu wa wilaya Dodoma. Mambo ya mamisi, sio na nini. Alikuwa busy sana na mambo ya wanawake. Kwa kweli ni mtu ambaye ni wa aina yake pamoja na wenzie. Kwa leo mimi nizidi kupongeza na kushukuru kwanza kutualika kama serikali kufika, lakini pia kushuhudia na kuona kwanza jitihada za young CEOs ambao ni women wanachokifanya kwenye maeneo yao mbalimbali ya biashara, ujasiriamali na uwekezaji. La tatu ni kujifunza pia kama serikali kwamba kwenye maeneo gani wamepata changamoto. Na nne, nitajifunza ushiriki wa taasisi zetu za serikali zilizo na pamoja na parastatals, kwa maana mashirika ya serikali ni jinsi gani anawapa ushirikiano. Na penyewe ni habari ambayo ningependa kusikia. Na nne, kuona je, sera inayohusiana na kumuinua mwanamke kwa mujibu wa kwanza matamanio na matarajio ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dhamira yake ya kumnyanyua mwanamke imetekelezwa kwa kiwango gani, au wao wamezitumia vipi fursa hizo. Sera yetu tulionayo wizara husika na wizara hii ya ofisi ya waziri mkuu ambaye ndio Mheshimiwa Kassim Majaliwa ndio msimamizi mkuu wa shughuli za serikali, pamoja na sera na sheria na utendaji wa serikali. Tuone ni wapi ambapo tunaweza tukaweka sasa mkono kutengeneza mazingira wezeshi kuwasaidia zaidi kwa jitihada ambazo wameshazianza na nyingine wamepata support mbalimbali kutoka serikalini. Tuone, na kwa sababu ni wafanyabiashara kwa sehemu kubwa, tuone BRELA inawarahisishia au inawakwamisha. Tuone TBS inawarahisishia au inawakwamisha. Tuone SIDO, bahati nzuri SIDO yuko hapa na nimefanya naye kazi pia nikiwa mkuu wa wilaya. Ni kijana naye active sana. Na yeye yenyewe imeshiriki kiwango gani? Kwa sababu kwenye ujasiriamali na uwekezaji tunahitaji maeneo mengine yawe pate idhibati fulani au viwango fulani na ubora. Sasa kama hizi taasisi za serikali zitakuwa mbali nao, maana yake mafanikio yatakuwa magumu zaidi. Lakini nimefurahishwa pia kwamba hata taasisi zetu za vyombo vya ulinzi na usalama ama polisi tunao hapa, na yupo ndugu yangu Kayombo, dada yetu huyu yuko kwenye desk la jinsia. Kwa masuala ya haki za watoto na wanawake zinazingatiwa. Kwa hiyo kwenye maeneo ya biashara mara nyingi mambo kama hayo yako, na maelezo mazuri niliyopata ya CEO hapa ni kwamba si tu kwamba wanafanya biashara, wapo wasomi humu na wengine wanapata ajira lakini hawajaacha kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo nadhani kuna mambo makubwa mazuri ya kusikiliza humo ndani, na mimi nimekuwa na shauku kubwa ya kuweza kuona najuta tu kwamba kwa nini sijakuwa nao toka juzi. Sasa sio na utaratibu gani wa kualika dakika chache hizi, lakini ningetamani kuwa nao siku 3 hizi mfululizo ili nijifunze zaidi pia. Lakini ni chachu kubwa kwa wanawake wengine ambao watawasikia au ambao hawajajiunga nao, na wahamasisha, na ni rai yangu kwamba wajitahidi wajiunge nao, kwa sababu mafanikio ni makubwa na ni mengi. Nimeona pale logo za taasisi na mashirika ambayo yamesajiliwa ni mengi sana. Pale yamejaa bango mpaka kule. Nadhani hapa chini mengine yakaongezewa. Tafsiri yake ni kwamba kuna mafanikio nyuma yake. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa hatua ya awali, lakini kwa kifupi tu nitawapa ushirikiano wa kutosha, na hasa kwa upande wa serikali kuunganisha na fursa zinazotolewa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia taasisi nyingine hata zile zisizo za serikali, kwa sababu ziko chini yetu kama regulators kuwasaidia muweze kufikia matamanio na ndoto zenu. Asante sana.